Leo tunakuongelea mbinu moja ambayo itakusaidia kuweza kupunguza ajali katika eneo lako la kazi. Na mbinu yenyewe ni gap analysis. Gap analysis ni moja ya mbinu ambayo itasaidia kuweza kutathmini mfumo wako wa sasa, usalama na afya katika eneo lako la kazi, na ule mfumo ambao unataka ufikie kama kampuni. Na kabla kufanya gap analysis lazima ujiulize maswali haya matatu. Swali la kwanza lazima ujiulize where are you really are? Maana yake lazima utathmini mfumo wako wa sasa, and where do you want to go and how do you get there, na namna gani utafikia huo mfumo ambao unataka ufikie. Video hii itajibu haya maswali matatu. Kwa hiyo sasa tuchukulie huu ndio mfumo wako wa sasa hivi wa usalama, na huu ndio mfumo ambao unataka ufikie. Kwa maana yake sasa mfumo wako sasa hivi labda unaweza kawa labda na ajali nyingi sana, au mfumo wako sasa hivi unaweza kawa hauna safety culture nzuri, au mfumo wako sasa hivi hakuna management commitment, hakuna compliance yote ambayo mnafanya, labda pia kuna ajali nyingi, kuna near miss za kutosha, na pia hata absenteeism rate ni kubwa. Kwa hiyo sasa unataka kutoka hapa kwenda huku, na desired state sasa, au mfumo wako ambao unataka uwepo ni mfumo ambao unakuwa hauna ajali, mfumo ambao unazingatia compliance, mfumo ambao uongozi au management uko committed katika masuala ya safety, na mfumo ambao una good safety culture, PP compliance na vitu vingine. Sasa the difference kati ya mfumo wako sasa hivi na mfumo ambao unataka kufika ndo nini? Ndo gap. Kwa sasa tuna identify ile gap ambalo inatuzuia sisi kufika katika desired state. Kuna 5 steps za kufanya gap analysis. Step ya kwanza ni define the scope. Maana lazima define your goals and specific safe standard you want to meet. Second step ni assess the current state. Utassess vipi the current state? Lazima ufanye document review. Utaenda kupitia document zako za usalama, then baada ya kupitia document zako lazima uende ukafanye site inspection, ukapite katika eneo la kazi, ukaangalia sasa kile ambacho kipo kwenye document na ndio kile ambacho kinafanyika site. Na pia huko ukiwa unafanya site inspection, pia ni muhimu pia kuzingatia kufanya interview na employee ambao wapo katika eneo la kazi. Step ya 3 sasa ni identify and document the gap. Ukishapata data zako akati tunafanya document review na site inspection pamoja na interview, unaangalia sasa kile ambacho umekipata, unapokuwa una assess the current state, una compare na kile na nini na desired state. Sawa, kwa zile data ambazo umezipata from the current state ambao unayo ya safety, una compare na ile desired state. Ukisha compare, maana yake kama kuna utofauti ndo nini? Ndo gap. Kama hakuna utofauti, maana yake hakuna gap. Ukishapata gap, ni muhimu pia kuhakikisha kwamba ile gap unalifanyia root cause analysis ili uweze kupata kiini cha tatizo ambacho kinakuzuia wewe kufika katika desired state. Step number 4 ni prioritize and plan. Ukishatambua root cause ya gap lako, maana yake lazima sasa uprioritize vile vitu ambavyo utaenda kufanya kwa ajili ya kuweza kufika katika nini? Katika desired state. Na kwa kuprioritize, maana yake utatumia ile risk matrix kwa kuangalia zile plan ambazo au action ambazo ni za muhimu kufanya ili kuweza kufikia desired state. Na katika plan, maana yake ukisha prioritize lazima uje na plan ambayo sasa itasaidia wewe kufikisha katika desired state. Sawa, na hiyo plan maana yake lazima iwe na detailed plan ambayo sasa itakuwa na action ambazo zichukuliwe ili kuweza kufika katika hiyo desired state. Na katika kila action lazima ziwe na assigned responsibility, pia ziwe na time scale, na pia ziwe na budget. Ya mwisho sasa ni implementation, ni monitoring. Ukisha implement plan yako sasa, maana yake lazima hii plan yako uwe monitor. Sawa, uimplement then uimonitor. Kumonitor maana yake kuangalia, je, inafanya kazi kama mlivyotarajia, kama ambao mnataka ifanye ili kuweza kufikia katika nini? Desired state. Na muhimu pia unapokuwa unafanya monitoring na implementation, unaweza kutumia PDCA approach kuensure continuous improvement. So kama nimesema pale mara ya kwanza, unapokuwa unafanya gap analysis lazima ujiulize maswali matatu. Where are you? Maana yake where are you your current state, then where do you want to go? Maana yake your desired state. Then the last one, how do you get there? Maana yake lazima uwe na action plan ambayo sasa itakupeleka kule katika desired state. Paka hapa nadhani tutakuwa umeelewa kwa ufupi kuhusiana na gap analysis. Ukitaka kujua kwa undani, unaweza kunicheki DM kwa ajili ya kuweza kupa maelezo zaidi na kufundisha namna ya kufanya zaidi kwa undani gap analysis. Na kitu cha mwisho cha kuzingatia,
ili gap analysis yako iwe successful, lazima vitu vinne uvizingatie. Cha kwanza, lazima leadership wawe committed katika kufanya gap analysis. Namba 2, lazima involve employee. Ya 3, lazima uensure data accuracy. Unapokuwa unafanya gap analysis, hakikisha kwamba data ambazo unazitafuta ziko accurate kwa ajili ya kuweza ku identify the real gap ambayo itakupeleka katika nini, katika desired state. Na ya mwisho, be proactive. Asanteni.